Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya waumini wa dayosisi hii na wanakiteto kwa ujumla kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi ambayo yanafanyika ili kuwaletea Watanzania maendeleo. Yapo mengi tu, lakini kwa sababu ya muda naomba nitaje machache yafuatayo. Kwanza, kusimamia na kuhakikisha amani, umoja, utulivu na mshikamano vinaendelea nchini. Amani yetu ni moja ya tunu kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Lakini tusisahau kuwa amani hii ilisimamiwa na waasisi wa taifa letu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume aliyekuwa rais wa Zanzibar. Wajibu wetu sisi leo ni kuenzi na kutumia amani ya taifa letu kujiletea maendeleo. Maana Wakristo tunaamini Mungu ni wa amani na si wa machafuko, na tukileta machafuko maana yake nchi yetu haitakuwa na maendeleo. Pili, elimu. Tunashuhudia juhudi kubwa za serikali ya awamu ya 6 katika kuendeleza elimu nchini toka msingi hadi vyuo vikuu. Kuna maboresho makubwa kwenye miundombinu ya shule zetu na hasa madarasa. Kufuatia ongezeko la sekondari, leo kuna idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga vyuo vikuu na vyuo vya ufundi na wengine wakipokea mikopo ya elimu ya juu. Hii ni hatua nzuri katika kuongeza wasomi wa elimu ya juu hapa nchini. Tatu, tunaipongeza serikali kwa kuimarisha sekta ya usafiri wa ardhini, majini na angani. Leo ni rahisi kuzunguka nchi nzima kwa gari, lakini pia kwa ndege. Sasa mtu anaweza kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa masaa machache sana kwa usafiri wa treni iendayo kasi. Ama kwa kanisa la Tanzania, tuwakumbushe tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Michakato ni mingi, lakini mkubwa uliopo sasa ni wa kuhakiki majina na kujiandikisha kwa wale ambao hamkuwa mmefikisha miaka 18 kabla. Baada ya hapo tutaingia kwenye kampeni. Baada ya pale tutakuwa na uchaguzi wenyewe. Nitoe rai kwa kila Mwanglikana na hata wasio Anglikana. Haki ya kuhakikisha jina lako limo katika orodha ya daftari la kupigia kura huwezi kunyang'anywa, ni ya kwako, lakini unaweza ukaipoteza usipoitimiliza vizuri. Tusiwe tu waabudu wa kanisani, lakini haki ya kiraia hatuitimizi. Tupie nafasi hii kuwasisitiza sana tushiriki katika michakato hii iliyoandaliwa vizuri, kila mmoja apate haki yake, na wakati wa kampeni sote tukashiriki, na wakati wa uchaguzi kila mmoja aende kufanya yale ambayo Mungu amemwelekeza. Utunzaji wa mazingira, hii nayo pia ni ajenda. Baada ya mahubiri yote kule mwishoni, msisahau kuliweka hili. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, tukiacha na sisi au tukishiriki kuharibu mazingira, tunakokwenda hatuko salama. Ndugu wa Tanzania, mazingira haya ambayo leo tumeyakuta ni lazima tuyatunze, tuyarithishe kwa wengine. Tumeshuhudia watu wanakata miti hovyo. Tumeshuhudia watu wanaharibu vyanzo vya maji. Nataka niwaambie, tukiendelea na tabia hiyo, hatutakuwa na maji hata ya kunywa kwenye makazi yetu. Kiteto inahitaji kuwa na maji mengi. Na maji haya, wakati serikali tunatenga fedha kwa ajili ya kuvuta miradi ya maji, tunatamani kila mmoja avute bomba liingie ndani ya nyumba yake. Na tutafanya hivyo kama maji ni ya kutosha kwenye vyanzo. Lakini tukiharibu mazingira, tunakata na miti, tunapeleka mifugo mingi kwenye vyanzo vya maji, wanafukia, hatutakuwa na maji nchi hii. Na hatimaye swala la mazingira litakuwa ni tishio kwenye taifa letu. Na wasihi viongozi wa dini tuibebe kama hii ajenda, tuende tuweke kwenye moja kati ya ajenda ambazo kila siku tunapokutana na waumini, hili lazima tuwakumbushe. Tuna shida ya mmomonyoko wa maadili sasa nchini. Tumeanza kuona dalili za watoto wetu wa Kitanzania kuiga tabia za watu wa magharibi ambazo si mila wala sio desturi wala sio tamaduni wa Mtanzania. Haya lazima tuhakikishe tunashikamana pamoja ili tulinde maadili ya Watanzania. Kwa tuendelee kushughulika na mmomonyoko wa maadili kwa Watanzania. Lazima tuwe na maadili mema ili taifa hili liweze kuwa endelevu. Kama sisi tuko kwenye umri huu, lakini tunashuhudia vijana wetu wadogo wanatenda matendo ambayo yako nje ya mila, desturi na utamaduni wetu, manake tunaacha taifa linakokwenda halitakuwa taifa la wamoja. Kwa hivyo viongozi wa dini, naomba tuichukue hii kama ajenda. Mmeanza kujenga maadili kwa watoto, endeleeni kujenga maadili ya watoto wetu. Na wasihi viongozi wa dini tuibebe kama hii ajenda, tuende tuweke kwenye moja kati ya ajenda ambazo kila siku tunapokutana na waumini, hili lazima tuwakumbushe.
Kanisa limekuwa likifanya kazi ya kukuza maadili kwa vijana wetu wa Tanzania, usawa na kuheshimiana, huku likisisitiza umuhimu wa amani na ushirikiano kati ya watu na dini mbalimbali. Kanisa hili linajivunia sana kuunganisha viongozi wa kanisa pamoja na wa serikali na jamii inayozunguka na kukuza mshikamano katika kutatua migogoro ya kijamii. Hongera sana Kanisa la Anglikana Tanzania. Niendelee kutumia nafasi hii kuendelea kuhakikishia viongozi wetu wa dini, mko hapa wote, kwamba serikali iko pamoja na nyie. Tutaendelea kuwa na vikao vya pamoja, na si serikali tunathamini sana namna ambavyo mmejitoa kuiunga mkono serikali hii. Baba Askofu Mkuu alipokuwa hapa amezungumzia na kusisitiza swala la uchaguzi mkuu. Hii ni alama moja kwamba dini zinatambua umuhimu wa ajenda za serikali, ikiwemo na hii ya kuhamasisha waumini wa Tanzania kujiandaa kwa uchaguzi mkuu. Ndiyo maana tunasema serikali iko pamoja na nyie. Hatutawatupa mkono. Tutafanya kazi kama ndugu na kaka pamoja. Taasisi ambazo zinakwenda kuwahudumia hawa wote bila kujali madhehebu yao ya dini. Jambo hili ni muhimu. Baba Askofu, mko hapa, fanyeni kazi yenu kwa kujiamini. Endeleeni kuchukua ajenda za serikali, muendelee pia mkazitangaze kwa waumini wetu. Haya ndio matamanio ya serikali.